wenzangu wametoka ameenda kubatizwa, mimi nilikuwa bado mgumu. Lakini leo tarehe 21 nilikuwa mimi ni mganga wa tiba asili. Nilikuwa katibu kata wa tiba asili. Lakini hivi leo nimeamua niwe mfuazi wa watu wa Mungu. Kwa hiyo hii ilikuwa ni ya kuagulia matego, kama mtu kategwa matego kwa naagulia. Chupa ya sindiko. Niliamini sana hii tunguli. Ilikuwa ni kinga kwa wachawi. Lakini nimeona kwamba kinga ambayo inanisaidia ni Bwana Yesu. Amen. Maisha ya mwanadamu kumpokea Kristo yamejaa safari ndefu. Na leo tutamsikiliza ndugu ambaye alikuwa ni mganga wa kienyeji na sasa ameamua kumkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Karibu upate kusikiliza ushuhuda huu wenye kutia moyo. Mungu akubariki. Kwa jina naitwa ni mwenyeji wa kitongoji cha mkoa wa Morogoro. Nimeanza kujiunga na kanisa la Sabato muda mwingi uliopita. Lakini nilikuwa naendelea kufundishana na wenzangu, lakini nilikuwa na moyo mgumu kwenda kubatizwa. Nimejifunza na watu wengi, kwa mfano kina Yoram Kasanga marehemu, wenzangu walienda kubatizwa, mimi ilishindikana. Nimejifunza na Emmanuel ambaye alikuwa ni mwalimu wa kanisa la mitume, wenzangu wametoka ameenda kubatizwa, mimi nilikuwa bado mgumu. Lakini leo tarehe 21 juzi Jumatano niliambiwa kwamba kuna ubatizo. Niliona nina moyo mwepesi wa kukubali kwamba mimi nikabatizwe. Nilikubali kwamba mimi niko tayari kubatizwa. Jana jioni nilipigiwa simu kwamba ubatizo ni wa kesho. Kwa hiyo nilikubali kufanya hivyo. Mimi ni mfanya biashara mdogo waka nachukua biashara zangu kwenye gulio, lakini leo nimeamua kwenda kubatizwa. Hiyo nimeachana nayo. Kwa hiyo leo nimebatizwa. Mimi nimekuwa mkanini tena sio msabato wa sheria, ni msabato wa kiroho. Nimeamua kumtumikia Mungu. Nimebatizwa leo. Hivi tunavyoendelea, tuna somo linaloendelea ni kuunguza vile ambavyo nilikuwa navyo. Nilikuwa mimi ni mganga wa tiba asili. Nilikuwa katibu kata wa tiba asili kata ya Chagongwe. Lakini hivi leo nimeamua niwe mfuazi wa watu wa Mungu. Kwa hiyo nimebatizwa na niko tayari leo kuunguza mkoba wangu. Nitaunguza mapembe, nitaunguza matunguli. Nilikuwa na wake wengi. Sina mke mmoja, mimi nina wanawake wengi, kianzia Belega, Gairo. Kwa hiyo nina wanawake wengi, lakini leo nimeamua kuwa na mwanamke mmoja, yule atakayeambatana na mimi. Kwa mpaka sasa somo linalofuata ni hilo la kuongoza vitu ambavyo nilivyo ili nikubali Bwana, niwe na Bwana Yesu peke yake. Kwa hiyo kuna sababu ambazo zimenigusa kwamba mimi niingie kwenye kanisa. Umri wangu mpaka leo hii, nimezaliwa 1959. Mpaka leo hii nina miaka 65. Lakini kwenye kitongoji chetu kuna watu karibu ya 600 lakini umri wa miaka 65 hata 30 hawafiki. Lakini tulikuwa nao
hawa wametangulia mbele ya haki. Najua na mimi iliyobaki ni langu. Kwa hiyo nimeona kwamba huu umri nilioufikia ni mwingi sana. Niliyoyafanya ni mengi sana. Inawezekana amemchukisa Mungu. Kwa hiyo niliamua ni moja, kumfuata Mungu, akija anikute ni wake. Kuacha utu wa kale na kuanza maisha mapya limekuwa ni swala gumu miongoni mwa watu wengi. Lakini kwa mzee hili halikuwa swala gumu kwa wakati huu. Alifanya maamuzi ya kuchoma tunguli na vitu vyake vyote ambavyo amekuwa akivitumia kuangulia watu kwa njia ya kiganga. Leo imekuwa ni siku ya kihistoria. Ni tunguli ya Ramoli kipindi hicho. Iliitwa ni mganga. Pigia watu Ramoli kwa kuzungumza. Kwa hiyo nimeona kwamba hii hapana, haifai. Anadanganya watu. Hii hapa nilikuwa naabudia mateko. Kama mtu kapigwa msukule, hii tunguli nilikuwa naabudia. Hii ilikuwa ni ya kuagulia matego, kama mtu kategwa matego. Kwa naagulia. Hapa iliitwa nguto. Lakini tangu nianze kuuza dawa zingine za asili nimeacha muda mwingi. Lakini kwa kipindi hicho hii nilikuwa naitumia kama nguto, yani tunguli ya mfuto. Nimeona kwamba haitoshi, nayo kumwachia naingia kumkundi la Mungu. Chupa ya sindiko ambayo niliamini kwamba mchawi akija akinigusa tu nitakalompata ni laki. Kwa hiyo hii ilikuwa ni chupa ya sindiko. Niliamini sana hiyo tunguli. Ilikuwa ni kinga kwa wachawi. Lakini nimeona kwamba kinga ambayo inanisaidia ni Bwana Yesu. Amen. Hii tunguli, kwani kuna wengine waliokufa wameacha mambo makubwa kuliko haya. Kwa hiyo mimi ni nani? Nimeona nimeacha. Ni mapembe ambayo yalikuwa yananiletea uchumi. Kama watu wana sababu zao, wananiambia kwamba mimi sijui nimefanywa nini. Kwa hiyo nilikuwa naambia kwamba wanuizi kwa mtu aliyemfanyia mabaya, naye akutwe na mabaya. Kwa hiyo hizi pembe hizi nilisitumia kwa njia hizo. Yapo mafanikio mengi hayakuwepo. Ila nimechukua pesa nyingi kwa watu. Kwa hiyo naona kwamba hizi zote hazitoshi. Mkubwa ni Yesu. Kwa hiyo naomba Mungu anisaidie niendelee na Yesu. Haya hayatoshi. Safari itakuwa rahisi. Nyayo zimeshachoka, njia ya msalaba, kubeba msalaba wenyewe siwezi. Nitamuita Yesu anisaidie. Safari itakuwa rahisi. Nyayo zimeshachoka, njia ya msalaba, kubeba msalaba wenyewe siwezi. Nitamuita Yesu
itakuwa rahisi. Safari itakuwa rahisi. Safari itakuwa rahisi.